Kwa hiyo moyo wake uko kwenye mkono wa Bwana. Kwa hiyo kama kuna shida katika utawala wote duniani, neno hili lina uwezo mkubwa wa kumsaidia huyo kiongozi au kuwasaidia walio nyuma yake kupona. Asema moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, kama mfereji ya maji ugeuza popote apendapo. Kwa hiyo unaweza ukawa unaomba kwamba Mungu ambadilishe huyu mjumbe wetu wa nyumba 10, katibu kata wetu, sio nani, mtendaji wetu, badilishe huyu waziri ama rais au mfalme au malkia katika taifa lote, kutokana na uhitaji kwamba tunataka aelekee katika mwelekeo fulani mzuri. Kwa hiyo unapoomba kwa neno hilo, Mungu anasikia. Moja kati ya maandiko ambayo yanaelezea uwezo wa mkono wa Mungu, na hii nitaka nikusaidie, kila utawala unaoona duniani ni Mungu ameruhusu uwepo. Ndivyo tutakavyoona, unaona ni mbaya au ni mzuri, Mungu ameruhusu. Hakuna utawala ambao Mungu haruhusu. Mwingine anaruhusu kwa sababu watu hawakuomba vizuri, mwingine anaruhusu kwa sababu anataka kujijulisha kwamba yeye yupo. Kusoma vizuri Biblia tutagundua kuna mtu alikuwa anaitwa Sauli, na mtu alikuwa kina Farao alikuwepo. Mungu aliwaruhusu kuwa na mioyo ile ili atukuzwe. Kuna ambao walikuwa wamjui Mungu na walikuwa wakimdharau kama wakina Nebukadneza. Na Mungu alizaka kuwaonyesha mimi ni nani. Kwa hiyo njia sahihi zaidi ya kutatua tatizo lote la utawala uliopo duniani ni kutafuta uso wa Mungu, na ndio kuna suluhu yeyote. Hiyo ndio naweza kushauri kwa dunia kwamba mimi ninachokiamini ndicho hicho. Hakuna utawala wala mamlaka yoyote isiyotoka kwa Mungu. Ngine naweza kusema Alisa unaongea vitu ambavyo havipo. Unatuambia hivyo kwa maana gani? Nimesema hapa tawala zote unazoziona duniani Mungu ameruhusu ziwepo. Warumi 13. Warumi sura ya 13. Ni maandiko ambayo yanajaribu kuunganisha udhihirisho hicho ambacho nakisema. Kila mtu anaitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamuliwa na Mungu. Kwa nini asifiwe? Hiyo ni Biblia. Mimi vitabu vingine siwezi kuzungumzia, nazungumza Biblia nayoamini. Kwa hiyo hata hiyo iliyopo kwenye nchi yako au taifa lako, Mungu ameruhusu iwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuwa nikiletewa mashtaka kwenye baadhi ya familia kwenye mambo ya ndoa, kanisa hili na makanisa mengine. Sasa mimi nitakueleza kitu kingine ambacho pia kitakusijui kama utanielewa, lakini unielewe. Mume ni mtawala wa kwanza kwenye nyumba, ndiye kiongozi wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama kuna machafuko ndani ya nyumba kati ya mume na mke, wameshindwa kugawana madaraka au kuheshimiana mipaka yao, hiyo ndio inakuwa ya kwanza. Kwa sababu zama hizi ambazo tunaishi leo, ulimwengu mzima wanawake wamesoma kuliko wakati mwingine kuliko hata wanaume, au wako sawa na wanaume. Wanawake wamepata elimu, wamepata vyeo, na wengi wamefanikiwa pia kiuchumi wengine kuliko waume. Sasa kwa bahati mbaya ikawatengenezea kiburi, wakaacha kutii waume zao, vurugu ikaanza ndani. Wako mpaka waletu walokole wana ugomvi huko ndani na waume zao, kwa sababu wameshindwa kuheshimu nafasi zao. Yaani ukiangalia kule juu yuko nani? Mungu.
alafu anakuja nani? Mwanae anaitwa nani? Yesu Kristo. Alafu anakuja nani? Mwanaume, mume. Akitoka mwanaume, mume, msaidizi wake anaitwa mwanamke. Wewe umeolewa, wewe hujaolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja kana ananiambia, mke wangu hataki kuja kusali na kusali. Anataka kusali sehemu tofauti na hii. Lakini vile ambavyo tukasali, watu wanashindana hiyo. Ni nini hapo? Mwingine anataka hiki, anataka kile. Mwingine kwa sababu ana fedha kuliko mume, anataka mpaka watoto wajue kwamba yeye ndio ana hela kuliko. Mwenzake. Kama huko katika hii dunia unanifuatilia kokote katika uso wa dunia, ukapiga magoti na ukatubu, ukamwombe rehema mume wako, ukaombe rehema kwa watoto wako, ukawasamehe, ukaombe wakusamehe, mwambie huyu ni baba yenu, is a king, yeye ndiye mfalme, napaswa kusikiza order kutoka kwake. Sina uhakika sana, lakini nina mwanamke ambaye namfahamu, ameshakufa sasa hivi kama sikosei, anaitwa Margaret Thatcher. Alikuwa waziri mkuu wa Uingereza. Alikuwa niwahi kusikia kwamba akifika tu kwenye geti la nyumbani kwake anaitwa Mrs. Margaret Thatcher na sio waziri mkuu wa Uingereza. Lakini leo utasikia Nishomire, nimesoma kuliko wewe, nina pesa kuliko wewe, wewe kaa chini. Kwa Yesu asifiwe. Shida imeanza hapo, ikatoka nje. Na namshukuru Mungu, kwenye nchi nyingi sasa tunaona viongozi wengi ni wanawake. Lakini bahati mbaya kuna kitu wanakikosa. Utii. Utii unaenda na unyenyekevu. Ukiona taifa lote lina vurugu, ujue kuna hiyo shida hapo, kuna mwingiliano wa kutokuheshimiana. Tawala zote zimetoka kwa Mungu, hata huu uliopo. Mungu anaruhusu kwa jambo fulani. Sasa mtu ukigombana nao una shida, ukishindana nao una shida. Sio mimi, maandiko yanasema hivi. Tuanze hapa mstari wa 2. Hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, nao washindana nao watajipatia hukumu. Kwa maana watawala hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimgope mwenye mamlaka, fanya mema nawe utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya ogopa, kwa maana hauchukui upanga wake bure. Kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu, amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ile ghadhabu tu, ila kwa sababu ya dhamiri. Kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu, TRA. Amen. Wakidumu katika kazi hiyo hiyo, wapeni wote haki zao. Mtu wa kodi, mtu wa ushuru, astahili hofu, na astahili heshima. Hapa mimi sizungumzii tu na nchi yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nazungumzia na ulimwengu mzima. Kila utawala ulioko duniani umetoka kwa Mungu. Na kila mtawala anayetawala kwenye hii dunia ni mtumishi wa Mungu, na ndiye aliyemweka kwenye ile kiti. Haijalishi kuna watu wanajidanganya ni kwa uchawi, ni kwa uganga, ni kwa rushwa, ni kwa chochote wanachokifahamu, ni kwa hila, lakini ni Mungu ameweka pale. Kuna somo ambalo linapita. Saa nyingine Mungu aliruhusu Farao atawale katika ile nchi ili watu wajifunze kuna Mungu. Saa nyingine Mungu aliruhusu Nebukadneza atawale ili watu wajifunze kwamba yuko Mungu, na wafalme wajue kwamba kuna Mungu. Si nguvu zao kina Nebukadneza ziliwapa utawala,
ni nguvu kutoka kwa Mungu. Alipotambua hivi, alipokuwa adui, alienda miongo 7 porini, nyakati 7 kila majani kama ng'ombe na kunywa na kunyeshwa na mvua na umande huko porini. Miaka 7 tunaweza kusema, nyakati 7. Alafu Mungu kuonyesha kama ni kwake ile nafasi, hakuna ile kaimu kwenye nafasi yake mpaka aliporudishwa tena. Farao alifanywa kuwa na moyo mgumu na Mungu ili Mungu atukuze kwenye hilo. Kwa hiyo utawala wote unaoona iwe Tanzania nje ya Tanzania, Mungu huyo aliumba mbingu na nchi ameruhusu. Na ndiye anaweza kuondoa kwa wakati ustahiki na kwa njia ambazo anajua yeye. Na watumishi wa kweli wa Mungu wanajua kwamba huyu Mungu ameruhusu, na tunajua baada ya muda atabadilisha na kuweka kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Nimezungumza hivyo, sipigi kampeni ya kisiasa, siko upande wa chama chochote, niko kwa ajili ya Kristo. Nazungumza kile ambacho Yesu amenituma. Naitakia amani Tanzania, naipenda Tanzania, naitakia amani Afrika, Amerika ya Kati, Amerika Kusini, Ulaya, barote 7. Naitakia amani ya Yesu Kristo iwe juu ya nchi yetu kivyote. Haleluya. Haleluya. Tuendelee katika ile Mithali 21, nilikuwa nasoma mstari wa kwanza tu. Kila njia ya mtu ni sawa machoni pake mwenyewe, bali Bwana huipima mioyo. Kila njia ya mtu inaonekana iko sawa, lakini Mungu anaipima moyo wako ukoje. Kutenda haki na hukumu umpendeza Bwana kuliko kutoa sadaka. Kuna watu wanatoa sadaka sana, lakini mioyo yao iko mbali na Mungu, haimpendezi Mungu. Na watakapoondoka kwenye dunia wanashangaa, Mungu anasema sijaona sadaka yako yote iliyofika huko. Sadaka zenye matangazo mengi za kujisifia na watu wajua wametoa sadaka, hizo zinaishiaga hapa dunia. Sadaka ni siri yako na Mungu, na utoe kwa utaratibu wa Mungu. Macho yenye kiburi na moyo wa kutakabari, hata ukulima wa ovu ni dhambi. Mungu anachukia hivyo vitu, kiburi. Mungu anachukia na hiyo hali ya kutakabari, hataki kwenye maisha ya mwanadamu yoyote. Mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Kuna bidii na pupa. Pupa, unashika hiki hujamaliza, unashika hiki hujamaliza, shika hiki yaani mimi naitaga mzee wa nusu nusu. Hakuna hata moja unalofanikisha, hakuna hata moja ulifikisha kileleni, hautafanikiwa. Sana sana unajiongezea madeni, aibu. Mfano rahisi nimesema, kuangalia wanyama wa porini, simba au chui akienda kuwinda, angaiki na mnyama wa kando. Yule alianza naye mpaka afike naye mwisho. Akimshindwa ndo anakaa anapumzika, anasema hii ngoma imenishinda. Lakini leo hapa kuna watu wanakuwa maskini kila siku sababu kila kitu wanataka kushika wao. Hiki. Ni walafi, ni watu wenye tamaa. Leo ni Jumapili. Kuna watu tangu saa 9. Nilikuwa nimekaa, mimi nimekuja hapa mapema, tulikuwa nasema nisiwasumbue hao. Nilikuwa na watu wanapita hapa mbio. Najua hao wanaenda kanisani. Saa 10 umepita hapa na waona, na watoto wanakimbizwa kanisani. Naenda kanisani sawa. Wanakimbizwa nani? Wanaenda kanisani. Mbali. Mpaka ifika jioni, wengine wanakuta wameweza makanisa zaidi ya 10. Sasa hata hujui lipi litakalo waponya na lipi litakalo angamiza. Mimi sio natania, kaa hata hapo kwa stand yetu. Kaa hapo, subiri wakati tunarudi kutoka makanisani, utaona huyu ana stika, huyu ana chupa za maji, huyu ana udongo, huyu ana hiki, huyu ana kile. Yaani ni ile kutafuta. Hiyo ni pupa. Lakini Mungu anataka hiyo, anataka bidii katika kumtafuta. Ukitia bidii katika kutafuta Mungu mahali pamoja alipokuwekea Mungu, utamwona. Kuona Mungu maana yake ni kwamba atakutatulia shida zako na mahitaji yako yote. Hapo sikai sana. Kupata akiba ya mali kwa ulimi wa uongo ni moshi upeperushao, ni kutafuta mauti.
Watu wote wanaofanya hila katika biashara zao wanatafuta kifo. Kifo cha kimwili na kifo cha kiroho. Unapotea au utaingia katika uzima wa milele. Ni watu ninasema unajua ndio biashara yangu inafanya ni muongo. Wewe sasa uongo ndio nini? Sio kweli. Kwa nini ukisema ukweli inakuwa shida gani? Jeuri ya wabaya itaondolea mbali kwa sababu wamekataa kutenda hukumu. Jeuri ya wabaya itaondolea mbali. Itawafanya nini? Itaondolea mbali. Jeuri ya nini? Ya wabaya. Wa sita, kupata akiba ya mali kwa ulimi wa uongo ni moshi upeperushao, ni kutafuta mauti. Biashara yote ya uongo haina faida, ina hasara. Faida yake ni ya muda mfupi na ina expire haraka. Kwa hiyo jitahidi kuwa mkweli katika biashara yako unayofanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe naona pale kwa mke wangu ana kliniki yake ya macho, lakini nilimfundisha kitu kimoja. Maana kwamba yeye amesomea udaktari wa macho, mimi nikamwambiaje, usifanye kama biashara, fanya kama huduma. Alafu utaona matokeo yake. Kama wenzako wanauza hiki kitu kwa kiwango fulani, wewe shuka. Kaa kwenye kiwango fulani. Usishuke sana ukapoteza heshima ya kile ambacho Mungu amekupa. Sawa, kwa sababu ukishuka sana unakuwa nawe machinga. Samani wa machinga sio kwamba ni watu wabaya, kuna bei zinaonekana kama za kutupa. Sasa usifanye hivyo. Yaani ukae katikati. Yaani usiwe kali sana na wala usiwe ubwete sana. Sababu hiyo utadaiwa, sababu hiyo ni karama ambayo Mungu amekupa. Yaani ujuzi ambao amekupa Mungu unatakiwa uheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanamuulizaga pia mzaba, bwana hii unga wako unauza shilingi ngapi? 10,000. Na hii shilingi 10,000. Nikiangalia inafanana na 10,000. Na zaidi ya 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Ina zaidi ya 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Nilimwambia mke wangu, hii ofisi yako haifanani na daktari. Iboreshe. Fanya hivi na hivi na hivi, tumeiboresha kwa namna kubwa na bado itaendelea kuboreshwa zaidi. Mtu akija pale anajua kwamba hapa nikiingia nimeingia mahali salama pa daktari. Nitatoka, yani akiona tu ile hospitali ilivyo pale ameshapona hata kabla hajatibiwa. Sio unamkimbiza unaona kama ndio vipi unatisha. Kuna mahali niliingia hospitali moja ya meno, sitaki kuisema, ya private. Nilipoingia mle ndani nikatoka nikaona nimeshapona. Bwana Yesu asifiwe. Nikamuuliza daktari, akaja akanambia nipime, akanikagua, akamaliza. Alafu akanambia, mzee, nimeona haya meno yako yote tunatakiwa tuyang'oe alafu tukupe meno ya bandia. Nikawa namsikiliza tu. Kwa hiyo niwekewe meno ya bandia. Kwa hiyo Mungu aliweka ya meno alikosea. Baba mchungaji, mimi ni mchungaji. Unajua ndio mchungaji. Akasema ndio. Tasikiliza. Umaliza. Nikamfuata mke wangu alikuwa nimemwacha kwenye gari. Nikamwambia mke wangu, njoo usikilize huyu. Akamsikiliza, akamaliza. Akamwambia, unajua hii taafu sio hela ndogo, milioni kuyang'oa hayo meno. Hizi milioni kadhaa mzee, kwani ni nyingi? Akamwambia, yani hizo niweza kusafishia viatu kwangu. Mimi wala zinisumbui. Hizo milioni unazozitaja wewe ni za kawaida tu. Nimekusikia. Unaweza tukakung'oa kwanza haya mawili tukapunguza tukaweka, lakini ngamiza ya meno, hayo meno utakuwa usiku unayatoa unaweka kwenye bilauri kwenye chombo cha maji. Kwa hiyo usiku unalala huna meno, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Sasa alikuwa ajua anaongea na nani. Unajua mimi kama nimeoa daktari maana mimi ni profesa. Bwana Yesu asifiwe. Piga makofi kwa ajili ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu msaidizi hawezi kuwa juu yangu, lazima awe chini. Wewe kwangu ni nesi tu. Msaidizi wangu mke wangu. Kwa hiyo mimi ni zaidi yake. Kwa hiyo daktari ni wa meno nikamsikiliza. Afu ajui mimi nimepita mpaka nimefika umri huu. Nimeshakutana na dentist wangapi duniani? Wataalamu wa bingwa wa meno wangapi? Tena wa daraja la juu kuliko la kwake. Nikamtizama nikamaliza, akasema mimi naenda. Uje hata upanga siku nyingine hata tupunguze moja mawili matatu upumzike unapata mpaka tumalize. Mimi nikamtizama. Nikaondoka. Mimi sisi pia wewe mke wangu tuna kliniki yetu ya macho. Alafu nimekuona wewe ni mteja wetu, unahitaji una shida ya macho pia. Alikuwa ni kijana, alafu nikaondoka. Sijarudi tena mpaka kesho. Ngamwambia mke wangu mle ndani ungeingia ile hospitali, ungeingia kule kwenye nani yenyewe kwenye kitanda chake na mashine zake ni zimeoza karibu zote. Mimi niona nimeingia jehanamu. Sijarudi mpaka leo. Yaani ile mazingira tu imenifanya nisiendelee. Sasa huyo mtu alafu anakuambia ngoe meno yote. Alafu unabakije.
Alafu meno usiku naweka kwenye bilauri au kwenye chombo cha maji. Nyama akiyapitia asubuhi sina meno. Bwana Yesu asifiwe. Anajua samaki. Bwana Yesu asifiwe. Hapana. Kwanza ni kumkosea Mungu aliyeweka yale meno. Haiko. Sijaenda mpaka na bado niko vizuri na kula nyama na hivi karibuni nategemea kula keki za kule kuna keki ya harusi mwezi kadhaa ujao hapa tutakula, kama itakuwa ya ndafu, kama itakuwa ya senene tutakula ndafu. Haleluya. Najua nyoshajisoma. Najiandaa, naomba uzima. Itakuwa ya senene nadhani. Maana kule kwa bwana harusi ni senene ndio kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo iandaliwe keki ya senene. Bwana Yesu asifiwe. Na pembeni kuna matoke. Bwana apewe sifa. Alafu ayuke kwenye sahani na kwenye gomba la dishi ile. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni moja nzuri sana. Sasa nani mzava na mke wako mjiandae kutuandalia. Sasa mtakaa nao kwa maandalizi ili tunaweka kwa kweli. Tukimaliza shughuli yetu hapa tunafunga ndoa afu tunaingia kwenye shughuli ya kula keki ya senene na matoke. Bwana asifiwe. Na tunayafuata Bukoba. Na senene tuambie si kama msimu ndio huko au hakuna, basi tutajua. Vizuri Dar es Salaam hapa kosekani chakula. Huko sisi Dar es Salaam hakuna ganani msimu. Pesa yako tu. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Haleluya. Kwa hiyo ili biashara yako yote ifanikiwe, iweke katika ubora na usafi. Hata ikiwa ni mamalishe, iweke katika ubora na usafi. Vaa mavazi yanayokustai, yanayokupa heshima. Saa zote uwe msafi sana. Alafu uwe na lugha nzuri ya kukaribisha watu. Alafu uwe mwaminifu katika biashara zao. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa hivyo utaona Mungu atakubariki. Kupata akiba ya mali kwa ulimi wa uongo ni moshi upeperushao, ni kutafuta mauti, kifo. Nimetoka hapo. Jeuri ya wabaya itaondolea mbali, kwa sababu amekataa kutenda hukumu. Njia yake aliyenemewa na dhambi imepotoka sana. Bali mtu aliyesafi kazi yake ni sawasawa. Ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Hapa anazungumzia kuhusiana na masuala mahusiano ya ndoa. Mwanamke mgomvi. Si kwamba wanawake wote wako hivyo. Ndio maana anasema hawajaandika pale wanawake wagomvi. Imeandikwa mwanamke mgomvi. Kwa hiyo yuko mwanamke ambaye ni mgomvi. Mimi katika mahusiano ni mwalimu, nimekuja kufundisha hayo masuala ya mahusiano. Nikakutana na kijana na bwana anataka kuoana. Sasa mimi msichana yule nimempenda na namwangalia. Kaambia ngoma utaiweza wewe. Sasa nitaiweza hii. Akishaingia na nitamcontrol, ni makofi ni nini atakaza ngambia. Wewe jidanganye. Ushaonyeshwa tangu uko nje kwamba anaongea kuliko kasuku uko nje au chiriku. Alafu ni mbabe. Ndio utakapomweka ndani ukishakabidhi cheti cha ndoa pap. Anasema sasa utanifanya nini? Ndio utanijua. Amen. Huwezi kumbadilisha akishaingia ndani. Amen. Sasa na wewe ndio utakaibadilishwa. Ama utaikimbia nyumba. Amen. Sio ni maandiko yameeleza. Umeona? Ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Wewe ushaona kabisa huyu ni mtata, alafu unaenda kuchukua hiyo ngoma unaweka ndani. Ataokoka, atamwambia kwa Mungu, wewe huwezi kumbadilisha. Abadiliki. Anza tangu mapema ushaona hizo dalili kwamba hii ngoma iingiliki. Kwa sababu mimi binafsi katika falsafa yangu binafsi, si lazimishi mwingine aamini, nina mambo haya. Kuna mwanamke, alafu kuna mke. Alafu kuna mwanaume, alafu kuna mume. Sio, nielewe vizuri. Mimi kwa falsafa yangu binafsi, sijafundishwa na mtu yote hiyo. Hiyo ninayoamini mimi. Maana mimi pia ni mwana falsafa. Kwa nini falsafa wa mwanzo walizaliwa wapi? Si kama mimi. Iko hivi, ninajua kuna mwanaume na kuna mume. Kuna mke na mwanamke. Mwanaume na mke wakikutana hakuna ndoa hapo. Ila mume na mke wakikutana iko ndoa. Amen. Hiyo nimeiacha umweki kwako. Jana tulikuwa sokoni kule Loliondo mimi na mke wangu, lakini hii sikumwambia ndo anaongea. Alikuwa tunaenda kuchukua bidhaa kule hapa na pale kule. Nikawa nimepita hivi katikati ya vijana. Alafu vijana wakawa wanaongea ushauri mbuzi wa kijinga.
ila sikutaka kuingilia mazungumzo kwa sababu angesema mzee anatuingilia na muhusu. Yule bwana, yule dada akasoma, msomi, haina shida. Nataka kumwambia wewe, jinsi alivyokuwa mcharuko yule utamweza. Wanaambiana wenyewe hapo. Yule msomi haina shida. Akamwambia swala watu waoe wasomi wanaoa mke. Na wafunge ndoa na wasomi wanafunga ndoa na mwenza wake katika ndoa. Sio kaingiza hiyo ukachemka. Mimi nikawasikiza nikakaa kimya, nasema wacha washauriane wenyewe. Kiingilia hapa maana siku hizi vijana wanakuambia inakuhusu mzee, usiongane mchawi na ndevu zako nyeupe kama nini. Nikaona kimya, nikaondoka zangu. Ugomvi sio nusu, siingilie. Tuendelee. 10. Nafsi ya mtu mbaya utamani uovu, jirani yake apati fadhili machoni pake. Nafsi ya mtu mwovu utamani nini? Uovu. Nafsi ya mtu mbaya utamani uovu, inawaza tu mabaya. Watu kama hao sio kushirikiana nao, ni kujiepusha nao kwa hali yoyote. Tunaendelea. 11. Mwenye mzaha aadhibiwapo mjinga upata hekima, na mwenye hekima afundishwapo upokea maarifa. Amen. Kwa hiyo kuna kupewa hekima, kuna kupewa maarifa. Kwa hiyo mtu ambaye ana hekima akiadhibiwa au anajifunza, lakini mtu mwenye mzaha kwake haimsaidii chochote. Anaona kama ni mzaha pia. Mwenye haki utafakari nyumba ya mtu mbaya, jinsi wabaya waangushwavyo wakaangamia. Anaona hiyo hatari. Asibaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, yeye naye atalia lakini hatasikiwa. Yeyote ambaye anakataa kusikia kilio cha mtu mhitaji alafu akaona haina maana, na yeye kuna siku atakutana na kilio chake na adhabu yake. Ndio maandiko yanavyosema. Tuendelee. Kipawa cha siri utuliza hasira, na rushwa bindoni umaliza ghadhabu kali. Hiyo niache kama ilivyo. Ni furaha yao wenye haki kutenda hukumu, lakini ni uharibifu kwao watendao maovu. Mtu aikosaye njia ya busara atakaa katika mkutano wao waliokufa. Mtu ikosaye njia ya busara atakaa katika mkutano wao waliokufa. Maana yake anatafuta mauti. Ukikaa nje ya watu wenye busara wanatafuta kufa. Na sasa hivi watu vijana leo na watu wengi, hata watu wazima, mshauri wao ni AI. Umefeli. Nakwambia umefeli. Amen. AI hawezi kuwa mshauri wako. Amen. Hawezi. Amen. Leo wako wachungaji, wako mitume, wako manabii, makuhani kama sisi, wanajua Jumapili kuna ibada, anamuuliza AI, kesho nikafundishe kuhusu ndoa. AI anampa maelezo, si ndio? Hii itakuwa ndoa ya AI. Biblia ipo, inampa majibu yote. Hamna kitu. Watoto wetu leo shule wengine wanataka kuumiza kichwa, wanauliza AI, what is the bookkeeping? Anauliza AI. Wakati mimi what is the commerce? What is the biology? What is the chemistry? Anagonga tu, baba ninunulie smart simu Android, na anagonga pale, anauliza. Kwenye chumba cha mtihani utaenda nayo. Hawataki kuumiza kichwa. Unajua iko hivi. Ngoja niwaambie hichi kitu. Nisikilize. Mimi bahati nzuri kwenye mambo hayo nipo. Nimepita huko. Mimi sijalala. Yaani mimi sio mchungaji mzembe. Yaani niko vizuri, up to date. Unaweza vile. Jamaa akamkuta msichana mzuri, akawa amempenda na kupenda. Sawa. Nimekusikia. Hata baba yangu aliniambia ananipenda. Alafu inachofuata. Jamaa sasa sikiliza, chukua tu namba yangu ya simu. Tutakuwa tunawasiliana. Maana wewe bingwa kwa mdomo, maneno yameisha. Kwa hiyo anaenda kumuuliza AI. Jana aliniambia nakupenda, what the next? Kaniambia nakupenda, alafu anamuuliza tena. Amesema nakupenda, alafu nataka neno lingine linalofuata. Hajui. Anamuuliza AI. Kwenye simu usiku anachati mpaka asubuhi. Msichana asipokuwa na akili timamu anaweza kaja amepata mwanaume, kumbe mwanaume yule anakontroliwa na nini? AI. Mtoto anataka nepi sasa. Utamuuliza AI. Umeshabu? Hallelujah. Si hajui hata kulea. Mtoto analia usiku kucha hajui nini, anamuuliza AI. Hey, baby is cry. What the next? Umeona, tehama au teknolojia sio dhambi, lakini kuna upumbavu mwingi huko ndani. Usipokuwa makini. Itumie kwa faida. Sasa hata kutongoza samani mpaka unaenda kumuuliza AI, wewe bubu kweli mdomo umejaa maji. Badilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunafundisha sio dhambi, ninachofunza ni kitu cha halisi, na mtoto wangu wa kike na wa kiume wananisikia. Amen. Uwe na akili. Tumia akili ambayo amekupa Mungu.
Hivi vitu hivi vya kukusogezea mbele. Haleluya, tuendelee. Haleluya. Mtu aikosaye njia ya busara atakaye katika mkutano waliokufa ni sawa na mtu aliyekufa. Busara unakuwa umezaliwa nayo. Busara nyingine unaipata kupitia neno la Mungu. Ndio hekima na maarifa ambayo hakuna darasani unaweza kupewa. Kuwa na bidii katika hilo. Mtu apendaye anasa atakuwa maskini, apendaye vinyo na mafuta atakuwa tajiri. Ukipenda sana anasa utakuwa maskini au utafanikiwa. Mtu asiye na haki ni fidia ya wenye haki. Tuendelee. Naye afanyaye hila ni badala ya watu waadili. Ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika kuliko na mwanamke mgomvi mchokozi. Haya mambo ya ndoa. Nimerudia tena hapa, inafanana na hiyo. Kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu ya meza. Aandamaye haki na fadhili ataona uhai na haki na heshima. Mwenye hekima upandia mji wao wenye nguvu na kuziangusha nguvu za tumaini lao. Mwenye hekima upandia mji wao wenye nguvu na kuziangusha nguvu za tumaini lao. Kwa hekima tunaweza kufika katika kiwango hicho. Kwa hekima unaweza kufika kiwango hicho. Mfalme Suleiman alimwambia Mungu, nipe hekima. Mungu akampa hekima, ikampa utajiri, ikampa na yale aliyo mengine hata kwa kuyaomba. Haleluya. Kwa hiyo hekima ni muhimu zaidi, na hekima inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Na hekima kwa yote anayesikiza popote katika uso wa dunia iko ndani ya neno la Mungu. Nje ya neno la Mungu hakuna hekima. Amen. Jitahidi sana kuwa na Biblia unaisoma kila wakati, na itakusaidia kukuongezea hekima na maarifa katika maisha yako. Haleluya. Mtu aizuiaye kinywa chake na ulimi wake atajilinda nafsi yake na taabu. Sio mwepesi wa kuongea, mwepesi wa kusikia. Mwenye kiburi na kutafakari jina lake ni mbishi. Mwenye kiburi na kutafakari jina lake ni mbishi. Kumbe ni mbishi. Mtu kama mbishi jua na kiburi. Utenda mambo katika majivuno ya kiburi chake. Matako yake mtu mvivu umfisha. Kwa maana mikono yake ukataa kufanya kazi. Mikono yake hataki kufanya kazi. Kuna atamanie kwa choo mchana kutwa, bali mwenye haki utoa wala hanyimi. Mwenye haki ni mtu ambaye yuko tayari kutoa ili aweze, anatoa kwa sababu atapungukiwa na kitu, anazidi kuongezewa. Na Biblia inasema ana heri anayetoa kuliko anayepokea. Kwa hiyo kadri unavyokuwa unatoa, Mungu anazidi kukuongezea. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, toa katika njia ya haki na halali mbele za Mungu. Haleluya. 27. Sadaka ya usio haki ni chukizo, si zaidi sana ailetapo mwenye nia mbaya. Sadaka yako hakikisha iwe inamgusa Mungu katika moyo wako, na hakikisha umeiombea na ni takatifu. Kiwango chochote utakachojaliwa, usilazimishe ambacho kiko nje ya uwezo wako, wala usihuzunike kwa kile kidogo ulicho nacho. Mungu anajua kwamba ndicho chako. Yesu alimwambia, kuna mwanamke mjane ametoa senti, imefika mbinguni kuliko zile walitoa mabilioni ya pesa, kwa sababu wale wengine kumbe walitoa ziada, lakini yeye alitoa cha kwake cha mwisho. Mungu akaona sadaka iliyomgusa Mungu ni nzuri, na usite sadaka ya udhalimu madhabahuni, itakuua. Bwana Yesu asifiwe. Nikuta kuna mjadala mmoja kwenye mtandao, mchungaji mmoja wa kanisa fulani anasema, kama wewe ni mgeni umekuja kanisani leo, usite sadaka yako, atupokee sadaka za wageni. Mjadala huo nawaachie wenyewe. Unajua kwa nini alikataa? Alijieleza anapojua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini hapa tumeambiwa sadaka ya nini? Meshalala. Sadaka ya usio haki ni chukizo, si zaidi sana aliletapo mwenye nia mbaya. Shahidi wa uongo atapotea, bali mtu asikie atasema maneno ya dumuyo. Asiye haki hufanya uso wake kuwa mgumu, bali mtu mnyofu huzifikiri njia zake. Hapana hekima wala ufahamu wala shauri juu ya Bwana. Farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Acha kutegemea mali zako, elimu yako, vipawa vyako, nguvu yako, kabila lako, jinsia yako, cheo chako na chochote ambacho unakiamini katika dunia hii. Weka tumaini lako kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Weka tumaini lako kwa Bwana. Ninaanza somo sasa. Nilikuwa nawasalimia. Amen. Piga makofi kwa Yesu. Zaburi ya leo ni 21 ambao tutatumia somo la leo Jumapili hii. Alafu nikimaliza hapo tutamkaribisha mwalimu kwa ajili ya kipindi chake cha quiz. Na leo amewahi kufika mapema sana. Yuko hapa Mwalimu Moses atatupa neno.
Bwana mfalme atazifurahia nguvu zako, na wokovu wako ataufanya shangwe nyingi sana. Umempa haja ya moyo wake, wala kumzuilia matakwa ya midomo yake. Maana umemsogezea baraka za heri, umemvika taji ya dhahabu safi kichwani pake. Alikuomba uhai, ukampa muda mrefu wa siku nyingi, milele na milele. Utukufu wake ni mkuu kwa wokovu wako, heshima na adhama waweka juu yake. Maana umemfanya kuwa baraka za milele, wamfurahisha kwa furaha ya uso wako. Kwa kuwa mfalme umtumaini Bwana, na kwa fadhili zake aliye juu hataondoshwa. Mkono wako utawapata adui zako wote, mkono wako wa kuume utawapata wanaokuchukia. Utawafanya kuwa kama tanuru ya moto wakati wa ghadhabu yako. Bwana atawameza kwa ghadhabu yake, na moto utawala. Matunda yao utayaribu na kuyaondoa katika nchi, na wazao wao katika wanadamu. Maadhili walinuia kukutenda mabaya, waliwaza ila wasipate kuitimiza. Kwa maana utawafanya kukupa kisogo kwa upote wa uta wako, ukiwaelekezea mishale. Bwana, utukuzwe kwa nguvu zako, nasi tutaimba na kuimidi uweza wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika maisha yako yote, katika kila jambo unalolifanya, kila itwapo leo, mtangulize Yesu Kristo katika maisha yako. Nimeona katika maisha yangu, nimeona kwa wengine, la kutia moyo. Haijalishi unapita katika nyakati ngumu za namna gani, muamini Yesu, mtangulize Yesu, mpe nafasi ya kwanza. Fundisha watoto wako, na watoto wawafundisha watoto wao, wajukuu mbele zao, wawafundishe rafiki zao kumtumainia Bwana, kumtumainia Jehova, kumtumainia Yesu Kristo. Liko tumaini la ushindi kwake. Hakuna kushindwa, hakuna kuharibikiwa chochote. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna. Nimeona kwenye maisha yangu, na ninathubutu kusema pia, thubutu kumwamini Yesu Kristo. Jiachilie kwake, jikabidhi kwake, mpe nafasi ya kwanza katika kila jambo lako, katika shughuli zako zote. Sio kama naeleweka? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi katika maisha yako, atakuwa provider wako, mfadhili wako, atakaye kuwezesha katika kila jambo lako, katika kila mipango yako. Alafu kwake, ukimwamini yeye, ni kwamba hakuna kutumia nguvu kubwa za kimwili. Yeye ni mwaminifu na wake, anaturahisishia mambo yetu yote. Nimeona kwenye maisha yangu, naona nami nakushirikisha ili uone uwezo wake. Mungu anafanya mambo makubwa kuliko tunayoomba na kuliko tunayowaza. Yeye ni zaidi ya baba wa kimwili. Yeye ni zaidi ya mume. Yeye anaweza kufanya mambo makubwa sana. Jiachilie kwake kivyote. Na niongee na watu ambao wanaishi katika nchi hii ya Tanzania. Watanzania tunaishi nchi ambayo ina uhuru wa kuabudu unavyotaka, lakini bado usiharibu la kuleta madhara kwa wengine wa imani zao. Mkimwamini Yesu Kristo ndani ya nchi hii, Mungu atafanya mambo makubwa kuliko tunavyowaza. Mimi binafsi ninasema nchi ya Tanzania ni nchi iliyojaa maziwa na asali, ni nchi iliyobarikiwa katika rasilimali nyingi, ni nchi ina vyanzo vingi vya mapato, ni nchi ambayo ina vyanzo vingi vya kiuchumi. Ziko fursa nyingi sana, nyingi sana. Hivi karibuni nilikuwa nimeenda Andeni, Kabuku ndani namba 3. Nimeona fursa nyingi sana. Alafu nikashangaa watu wengine mnahangaika huko mjini kutafuta nini? Hizi njaa huko mnazohangaika nazo kwa nini? Ni eneo ambalo limenishangaza kidogo. Iko minazi ya asili, iko midimu ya asili, milimao ya asili, na ipo ya kisasa. Yako magimbi, ziko ndizi, lakini pia iko mifugo. Kuku hawahitaji hata chanjo kule, ni wengi. Hawahitaji kila siku wanulia pumba au lishe maalum. Nimekuta kuna kuku, nimekuta kuna mbuzi, kunakuta kuna ng'ombe. Familia moja ikaniambia, mchungaji, ombea wa ng'ombe wetu, kila akizaa watoto wanakufa. Nikaekea mkono nikaombea.
Fika nyumba nyingine na hapa njoo kwetu, na hapa njoo kwetu, kila nyumba ilikuwa inaniita. Na hapo mimi nikifika siulizi dini yako, mimi nauliza tu unataka nini. Nikasema okay, Mungu anasema hebu tuombe hapa. Mara fulani nikafika nikasoma neno na nikaomba. Nikasoma tu neno namaliza, mama ulijuaje? Ndio shida yetu hii. Mungu amwekee mkono huyo apokee. Ana shida ya utasa. Jezaa. Ni mkaza mwanangu. Mke wa mtoto wake. Mwekee mkono. Alisa wekege watu mikono. Kwa sababu mimi si nayeponya. Mimi nikamwambia nampa neno. Nikatamka tu neno. Alikuwa ni binti mkubwa kibonge. Hapa hata hakuna kibonge, wote nyewe vimbao tu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya kufunga sana sijui. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tulikuwa na mtumishi Franki, wakati tunaanza kusoma neno naomba, naona yule dada watu anaanza kuloa jasho, na ni kipindi cha baridi. Amen. Wale naona mama mkwe amekaa nyuma, kama mama mkwe wachana anatoka huko. Sio kabebe mengine, ujue natoka wapi. Hata akianguka kwenye hivyo vyombo havivunjiki na yeye havunjiki. Sijamaliza ashatupwa yeye na mama mkwe chini. Na hapo hajaikuwa mtu mkono. Funguka pale. Akataka kupiga kelele kusema vitu fulani. Mungu akaniambiaje, nyamazishe. Atagombanisha familia. Waliomfunga ni wana familia. Amen. Yaani nasikia tu anambia usiruhusu huyo pepo aongee. Akiongea tu huyo leo anapewa talaka, leo wanafukuzwa. Kuna sehemu Mungu anaruhusu kwambia acha aseme. Yeye nikasikia nyamazisha. Funga kinywa na mtoke kwa jina la Yesu. Akatoka. Watu wakajayuka anashangilia, wanafangilia hapa. Tumishi. Sijakaa saa mara mwingine kaenda shambani sio kiroba cha mahindi, huyu sio kiroba cha nini, ndio sadaka zao. Gari yetu ile ilibeba mzigo wa maana. Huyu mwingine katoka na shino la muogo. Huyu sio nini? Waresa sifiwe. Hatukwenda bure. Tumeshifungua kanisa huko, tunamwambia huyu mzee tumemleta huko ndo ataanza kuwa mchungaji wenu. Kwa dai sisi tutaona atafanya kazi. Anatangulia huko. Kwa hiyo sisi mwache atangulie. Weka mzee. Waresa sifiwe. Hallelujah. Ninamshukuru Yesu kwa sababu alifanya. Na tumeona Mungu akitenda. Amen. Mwingine kanita huko, mwingine kanita huko, mwingine akamwambia tukachema muda, akasema muda wetu Yesu unaturuhusu kwamba leo tuende na kurudi. Hatutaki kukaa huko, tukageuza. Namshukuru Mungu, namshukuru Yesu Kristo. Ninamshukuru na nikawaambia tutarudi tena. Tutarudi kikazi zaidi. Tutakuja kihuduma zaidi. Na nikawaomba tutafutie eneo la kazi. Sio la bure, la fedha. Ashukuriwe Mungu aliye hai, limepatikana. Utukufu kwa Yesu aliye hai. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Naambia anzia eka 2 3 kwenda mbele huko. Hatutaki viroborobo hapa. Na Mungu amefanya. Utukufu kwa Yesu Kristo aliye hai. Tumeweka daraja lingine Kabuku ndani, Kabuku namba 3. Labda na Mama Aziza atakuwa anaelewa huko kweni huko. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana amefanya, tunamshukuru Mungu. Ninamwona Yesu akihudumia. Nimezungumzia tu mfano nchi imebarikiwa sana na vitu vingi vizuri. Nimetembea mikoa kadhaa, natembea, lakini moja ya mikoa miwili iliyonivutia zaidi Geita na pale nilipoenda Handeni, kwa sababu nimeona vitu ambavyo nimeona mazao karibu yote yanakubali. Na Geita pia niliona mikoa katika mkoa wa Geita mazao karibu yote yanakubali. Na mifugo yote yanakubali. Ila ufifu wa watu wenyewe ndio wanafanya wawe maskini. Hallelujah. Nimeenda pia Bukoba. Sasa kusema Bukoba najua. Nimepita maeneo kule. Najua na vitu nimeviona pia. Na tuweka tawi kule, lakini bahati mbaya ilikufa. Lakini haya yanaenda kwa sasa hivi hakuna litakalo kufa kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu tumejifunza wapi tulipokosea, hatuwezi kufanya makosa mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Sema Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Tumaini langu kuanzia leo
liwe kwako, liwe kwako, liwe kwako. Mimi binafsi na familia yangu, tumaini langu liwe kwako. Tumaini la wokovu wa maisha yangu liwe kwako. Ishi ndani ya maisha yangu, niishi ndani ya neno lako kila itwapo leo, kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi nimezungukwa na watu wa aina gani, lakini ninatambua ya kwamba hao wote wamefanyika kuwa kama walinzi, lakini wasinizuie kufanya makusudi ya Bwana.